Mtoto wa Mungu, unapofananishwa na mti, wewe una sifa nzuri. Maana mti huwa haiyumbi. Ukipanda mti yako mahali, hata ukitembea ukizunguruka dunia nzima, na ukirudi katika hiyo mti, utaikuta iko hapo hapo, haitatoka. Maana iko na imani na imeridhika mahali ilipopandwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ufananishwe na mti. Watumishi, tufananishwe na mti. Maana mti ikipandwa haiwezi kutoka mahali, na mti huwa haiyami ama haitokitoke. Maisha ya mti ni ile ambayo inaikaa hapo, inamea, inatoa matunda. Kuhama kwa mti ni mzizi, na mzizi wake ambayo iko chini ya udongo, utaona vile inatembea. Wewe kwa macho yako utaona mzizi tu iko hapo, iko pasi moja, lakini ndani ya mti ama chini ya udongo, hiyo mzizi huwa inatembea. Tukiwa kwenye shule tulisoma rasmi, kuna mzizi fulani hivi ambayo hiyo inatembea, inatafuta marutubisho, inatafuta maji ambayo mti huwa, yani hiyo mti ikuwe na matunda pia, itoe matunda. Ndio maana tunaambiwa sisi watumishi ama sisi wanadamu tufananishwe na mti. Tusiwe watu wa kutangatanga, tusiwe watu wa kuyumbayumba, tusiwe watu wa kusema hapana. Maana kuna wengine saa hii wanasema, kwa nini nilizaliwa katika nchi hii? Kwa nini ninaikaa hapa? Kwa nini? Kwa nini mimi nisingezaliwa katika familia ya kitajiri? Kwa nini mimi nisingekuwa katika nchi ya Ulaya, nisingekuwa Muamerika ama nisingekuwa Mkanada? Kwa nini? Usiwe hivyo. Ufananishwe na mti, maana mti inaridhika mahali ilipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Acha Roho wa Mungu aseme kwa ajili ya kanisa, nasi pia tusikie neno la Mungu. Maana uongozi bila Roho Mtakatifu, hiyo uongozi inakuwa imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wanadamu tunakuwa na mioyo ya kutangatanga. Mahali ambapo ulibatizwa, tuseme kama ulibatizwa, tufafanulie hivyo. Mimi nimeokoka, nimekiri Yesu ni Bwana, nimejikataa. Yaani ukikiri Yesu ni Bwana, tayari umejikataa, umeacha ya kale, umefuata uongozi wa Yesu Kristo. Kwa sababu wewe hautaki kuwa mti, hiyo mti yako haina mizizi. Kwa sababu haina mizizi, upepo ikikuja tu kidogo, hiyo mti inaanguka. Na ndivyo kuanguka ya mwanadamu, ama kuanguka ya watumishi, kuanguka ya watoto wa Mungu. Unapoitwa na Mungu, simama, usimame kama mti. Mtumikie Mungu vile ipasavyo. Mtumikie Mungu vile anavyokuita. Usirudilie yaliyokuwa ya kale. Usiangalie yule ni nani. Usiangalie ninaongozwa na mwanadamu. Usiangalie ati mimi nina cheo gani. Usiangalie ninatukanwa nini kwa sababu ya huduma. Wewe tayari umeshamkubali Yesu Kristo. Hata mti wako umee, hata mti wako uzae matunda, hata mti wako utafute marutubisho ambayo ni mboleo ya
ni thabiti. Ikiwa ulimwamini Yesu, usiwe mwenye kuyumbayumba. Kwa sababu umetukana, uanze kuyumbayumba. Unakuwa mjumbe wa shetani. Na japokuwa ulibatizwa, unakuwa mjumbe wa shetani. Unatoza habari yako, unalipa tiketi za kupelekea mwingine ambaye aingie katika mahali ulipopandwa. Na japokuwa ulibatizwa na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mungu anatuambia tufananishwe na mti. Tufananishwe na mti. Mti ambaye umekoma kwa mizizi. Mti ambaye inatoa matunda yake. Mti ambaye inaota na kupendeza. Mti ambaye kila mtu anaitamani ule mti. Anatamani angalau ile mti ingelikuwa kwangu, ningeiotesha hata kwangu. Hata utamaniwe na watu wengine, lakini usidharauliwe na watu wengine. Kazi yako isidharauliwe na watu wengine. Wewe ni mwimbaji, lakini bado hujakuwa kamili mbele za Mungu. Kila siku unakuja hapa kufanya kazi ya Mungu. Wewe ni mwombaji, lakini haujakuwa mtu ambaye uko kamili. Na kila siku uko hapa kwenye maombi, lakini kila siku wewe ni katika vyumba ama katika vikundi vya watetaji. Unapopata tu kasirika moja na kuchunga, nitakupigia simu, angalau kimetokea huku kwetu. Haijatosha, nitakuja mwenyewe sasa nikupatie maneno yote. Kristo, kweli wewe ni mchaguliwa ama ulibatizwa ili uwe mpelelezi wa shetani? Wewe ni agent wa shetani? Je, safari yako ya mbingu iko sawa? Kumbuka uko wapi na Mungu wako. Kumbuka hujalazimishwa kubatizwa. Maana hapa duniani kuna njia mbili. Kuna mema na mabaya. Chagua wewe mwenyewe. Katika dunia ukitaka raha ama ukitaka mateso, uteseke na Yesu. Upate raha na Yesu. Chochote kitakupata uvumilie pamoja na Yesu. Na ukitaka njia ya shetani ambayo ni ya raha tu peke yako, kila ambacho unataka kufanya unafanya. Wewe mwenyewe ndio chague. Usikubali kubatizwa haraka na kabla moyo wako ijakuruhusu. Maana moyo ndio wokovu. Moyo wako ndio wokovu. Moyo wako ndio inakuruhusu ufanye hivi na uache nini. Ni moyo wako. Usimjaribu Mungu. Maana tayari ulishakubali kubatizwa. Ujue kama wewe ni mfuasi wa Mungu. Wewe ni mjumbe wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Sio mtu wa Mungu tena. Tayari umeshatoka kuutu wa Mungu. Umekuwa mtoto wa Mungu. Maana watu wote duniani ni wa Mungu, lakini sio wote watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Asa katika imani yetu ya Revelation. Asante. Ninashukuru kwa maana Mungu anasema. Sisi waamini wa Revelation tuna ile tabia, na kila siku Mungu anatuambia tutengeneze. Kila siku Mungu anatuambia tutengeneze. Na mkumbuke tuna neema ya Mungu mahala hapa. Tunayo neema lakini hatuione. Kwa nini hiyo mti usitafutie marutubisho? Usitafutie maji. Maana ukitafutia maji, hiyo mti itapamba vizuri na itaota matunda. Na hiyo matunda itatamaniwa na kila mtu, atatamani kukula hiyo matunda yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Bwana Yesu atuhurumie. Huruma. Maana kila siku tunarejelea yaliyobaki nyuma. Kwa watoto wa Mungu,
tufananishwe na mti. Maana mti kipanda, utaona mti inatembea tembea. Utaona mti kizurura kiambia mti mwingine ati mbona mimi simei? Mbona mimi sizai matunda? Mbona mimi mizizi yangu haishiki? Utaona mti kizurura. Na miti ni nyingi. Yenyewe tu inajitafutia mboleo. Yenyewe tu inajitafutia maji. Hata kuna jua ya namna gani, hiyo mti ambayo inatafuta marutubisho huko chini, hiyo mti haikaukagi. Hata jua itoke namna gani. Sasa kwa wewe muamini, ama kwa wewe mtoto wa Mungu, wewe ukiwa mti inakuwa na marutubisho, ukiwa mti ambaye inakuwa na maji, ukiwa mtu ambaye unapokea neno la Mungu na kulishika, unatii sheria za Mungu, wewe ni mtu ambaye utainuliwa na Yesu Kristo na utainuliwa katika kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wengine sasa hivi wanaanza kuvuviwa na watu wengine. Simutoke hapa mkuje kwetu. Kwetu asiko hivyo. Kwetu tunafanya hivi. Na hata maana huko kwenye utaenda Mungu ni umoja, pia wanadamu ni wale. Watakuvunja moyo kama vile ulivyotoka mahali ulipotoka, ulipata maneno ya kukuvunja moyo, ulipata vitu ambavyo ya kukudharaulisha, ulipata ni vitu ambavyo halifanani na mapenzi ya Mungu. Lakini wewe ikiwa mtu yenye kusimama, utasimama na Mungu wako. Kwanza wewe ndio utakuwa kwanza kuombea mwenzako ili asimame. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumrudie Mungu wetu ili tuwe mti yenye kusimama imara katika mapenzi ya Mungu. Tuache mambo ya umbea. Tuache maneno ya kuvunja wengine moyo. Ndio. Hata huko mizizi ambayo kwenye udongo inagongana. Juu itafute njia ya kutafuta kwenye kuna maji. Na mizizi pia inagongana huko. Lakini utaona hiyo mzizi inatoka kwa sababu amenigonga nitoke niwe nje ya udongo. Utaona na kuna siku utaona. Ni umo tu. Wanagongana umo na mama yao mti haijui. Amen. Unaona tu mti inatikisika na upepo, lakini hautaanguka. Kwa sababu ni mti ambaye ina imara. Mti ambaye inasimama. Na wewe mtumishi ukiwa mtu ambaye unasimama katika mapenzi ya Mungu, ukiwa mtumishi ambaye unaogopa uongozi wa Mungu, ukiwa mtumishi ambaye unaogopa sauti ya Mungu, utasimama imara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumrejelee Mungu wetu. Tumwambie Mungu atusimamishe tena. Ya kale yamepita, acha tugange mapya. Amen. Tunaenda soma Wafalme wa Pili 19:30. Wafalme wa Pili 19 mstari wa 30. Wafalme wa Pili 19 mstari wa 30, tunasoma katika jina la Yesu. Tusimame katika jina la Yesu. Tusimame kwa upendo wa Mungu. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Na mabaki yaliyokoka ya nyumba ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzaa matunda juu. Amen. Amen. Tukete. Biblia yangu inasema wale watakao baki katika
ukoo wa Yuda wataongezeka na kuwa wengi. Wale watakaobaki katika ukoo wa Yuda wataongezeka na kuwa wengi, kama vile mti unavyotoa mizizi yake udongoni na kuzaa matunda juu. Amena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama wewe ni wetu kweli, ama kama wewe ni wa Mungu, utazaa matunda na utashimama. Lakini kama wewe si wa Mungu na ukitaka, ujue Mungu ataleta zaidi. Ukitaka 5 utakuya zaidi ya 5 na kutajaa. Na ukijaa uko kwenye wewe utaenda, utaona ajabu. Mbona nilitoka nilikuwa nafikiria vile nimetoka kanisa itakuwa imebomoka. Kumbe ukitaka wewe agent wa shetani, utakuwa unaweka njia ili watu wengine waingie ili wasifu Mungu na watembee katika mapenzi ya Mungu. Kuna wengine wanasema nikiacha tu huduma itakuwa imeisha. Juu mimi ni mtumishi. Mimi tu nikiacha tu, revelation yote itasambuka. Itasambuka. Hapana. Mimi ni mwimbaji na tuma vizuri, nikiacha tu kwaya yote itasambuka. Turejelee Mungu wetu. Bado Mungu anatupenda. Kwanza leo tuache ya kale. Tuache ya kale, maana tayari tumeshapokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tuongezeke. Kila mtu awe mwinjilisti uko nje. Alete wengine kwa Yesu. Amwambie mwenzake tayari tumeshabadilika, tumeshakuwa Yesu. Karibu Sunday tusikie neno la Mungu. Hata kama hujabatizwa, karibu batizwe ili nawe ufanye huduma, maana huduma ya revelation haichagui. Hata kama ni wewe ni mtoto mdogo tu umebatizwa, wewe ni mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiongozi wa revelation ama kiongozi wa huduma ni mmoja ambaye ni Yesu Kristo, ambaye anatuongoza katika uongozi wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sitaenda mbali, maana hii neno ni ujumbe yako na yangu. Mungu anatuambia tu tufananishwe na mti. Mti ambaye ikiwekwa hapo inarizika kabisa. Ayumbi. Hata upepo ikija, kulikoni ianguke, hasa yeye unaweza pendeza sasa mpaka nakuletea hewa. Amen. Sasa huduma yako ipendezwe na mtu mwingine. Amen. Matendo yako ipendezwe na mtu mwingine. Usimtumishi mwenye kujihamu, mwenye kujiinua, mwenye kudharau huduma za watu wengine. Fananisha na mtoto mdogo. Mwana mtumishi ni kama mtoto mdogo. Maana ukijishusha na Mungu atakupandisha. Amen. Neno hili likae kwenu na kwangu, jina la Yesu Kristo. Amen.